sisi kama East West Seed tunaamini katika ubora. Na kuamini kwetu katika ubora tumejikita kuleta mbegu zilizo bora. Kwa hiyo tulipo kwa tukifanya utafiti wa mbegu gani ya cabbage tulete ambayo itafanya vizuri kwa ukanda wetu wa Tabora pamoja na Kigoma, tuliongea na wakulima tukagundua baadhi ya madhaifu ambayo yapo kwenye mbegu nyingine na ambayo yamekuwa yakiwakosesha kipato, kwa sababu tunaamini kilimo ni biashara. Kwa hiyo cabbage yetu ina sifa zifuatazo. Kwanza kabisa, ni cabbage ambayo inakomaa kwa muda mfupi, kwa maana ya siku 75, wakati cabbage nyingine zilikuwa zinaenda mpaka siku 85. Kwa hiyo miezi 2.5 unakuwa tayari kuivuna Maya F1. Lakini pia cabbage nyingi kwenye maeneo yenye joto ikiwemo Tabora zimekuwa hazinenepi, kwa maana zikiwa ndogo ndogo. Lakini Maya F1 imekuja kutia fora kwa sababu cabbage yake ina uwezo wa kutoa mpaka kilo 6 kwa upande wa Tabora. Kwa hiyo ni kilo 3 mpaka 6. Hiyo ni cabbage kubwa sana. Na juzi hapa tulikuwa kwa mkulima wetu mmoja tunavuna pale Tumbi, kwa mkulima anaitwa Mzee Robert. Tulichukua cabbage ambayo ilikuwa haiwezi hata kupita kwenye ndoo. Maana yake hiyo ni cabbage yenye ukubwa sana. Kwa hiyo cabbage ya Maya F1 inanenepa sana. Lakini kitu kingine, cabbage nyingi zimekuwa ikifikia muda wa kukomaa, huo inaanza kupasuka. Sasa ikishaanza kupasuka, maana yake ni kwamba inaenda kukuvurugia sokoni au inakupunguzia soko na hauwezi ukauza. Maybe labda utafute watu wanaokatakata. Lakini hilo tulizingatia kwenye Maya F1. Imekuwa ni mbegu ambayo ina uwezo wa kukomaa na ikakaa shambani kwa muda mrefu bila kupasuka. Lakini pia cabbage nyingi zimekuwa zikisumbuliwa na ugonjwa fulani wa kuoza majani unaitwa black rot au soft rot, ambao majani yanatepeta pamoja na kutengeneza rangi kama ya kaki fulani hivi afu yanaanguka. Hiyo imekuwa ni ugonjwa ambao unaisumbua sana cabbage, kwa maana ikishafikia hali hiyo hata ufungaji wake ili sasa itengeneze kile kichwa inakuwa ni changamoto. Lakini cabbage ya Maya F1 tumezingatia hilo. Ni cabbage ambayo inavumilia sana huo ugonjwa wa black rot au hiyo soft rot ambao ni ugonjwa wa kibakteria. Lakini pia tuliangalia huenda soko la Tabora na baadhi ya maeneo wakawa wanapenda labda cabbage ndogo. Kwa hiyo Maya F1 kwa kuwa inanenepa sana, bado tumeipa nafasi iwe na uwezo wa kusafirishika umbali mrefu, kwa maana imeshikana ndani, imejaza. Kwa hiyo inaweza kusafirishika umbali mrefu. Unaweza ukalima Tabora, ukapeleka Dodoma, ukapeleka Dar es Salaam, hata kama ukaexport nje ya nchi, bado cabbage ya Maya F1 haina shida. Na hata ikivunwa, hii ndio sifa yake kubwa ambayo sasa hivi sokoni wameanza kuipenda sana, kwa sababu ikivuna ina uwezo wa kukaa muda mrefu pasipo kuharibika. Tofauti na mbegu nyingine za cabbage ambayo ukipeleka sokoni inakaa labda siku 5, siku 6 tayari inaanza kuoza ama kuharibika. Lakini Maya F1 sasa tumeconfirm inakaa wiki 3 mpaka mwezi ikiwa sokoni bila kuleta shida yoyote wala kuanza kubadilika rangi. Na kwa hivyo ni kusema kwa wale wakulima wa kibiashara wakitumia mbegu hii wanaweza kupiga hatua kubwa sana. Na sio wakulima wa kibiashara tu. Japokuwa tunaamini haya mazao ya bustani kwa maana ya mboga na matunda ni moja ya biashara. Na ni biashara kama zilivyo biashara nyingine. Kwa hiyo awe mtu analima kwa ajili ya biashara, awe mtu analima kwa ajili ya kutumia, ina sifa zote. Maya F1 ina sifa zote ya kuweza kumsaidia, kwa maana hata ladha yake, hata kama unatumia nyumbani, ladha yake imekuwa nzuri sana. Ndio maana tunasema pia kwamba kiepe na salad bila Maya F1 bado hakijakamilika, kwa sababu ya ile ladha yake ilivyo nzuri. Anaitwa Uncle Peter Kinuma kutoka Nzega. Yeye anasema naomba kujua mtaalamu hapo, kwa nini baadhi ya matunda
kama tikiti, kadiri yanavyokuwa makubwa ndivyo yanavyokosa ladha zaidi. Je, na hata kwa kabichi inakuwa hivyo hivyo? Kwanza nadhani muulizaji au ndugu msikilizaji kuna vitu bado hafahamu katika principles za uzalishaji wa mazao ya bustani. Haimaanishi kwamba tikiti inapokuwa kubwa maana yake inakosa ladha. Ukiona tikiti imekosa ladha maana yake haija balance madini ya potassium. Kwa hiyo ndio maana tunawaambia kilimo cha sasa hivi inatakiwa kulima na wataalamu na sio kulima tu kienyeji kama zamani. Tikiti kukosa ladha haimaanishi yani kukosa ladha haimaanishi kwamba eti kwa sababu imekuwa kubwa, hapana. Ni imbalance ya potassium. Lakini pia cabbage ya Maya F1 ukubwa ndo asili yake, ukubwa ndo jadi yake. Kwa hiyo ladha iko pale pale japokuwa itaendelea kuwa kubwa. Kwa hiyo kampuni kama East West Seed hatuishi kuuza mbegu. Ndio maana kuna kitengo kwa ajili ya mauzo ya mbegu, lakini pia kuna kitengo chetu ambacho ni cha maafisa kilimo kwa ajili ya kuwahudumia wakulima. Mkulima anapokuwa amenunua mbegu ya Maya F1 au mbegu yoyote kutoka kampuni ya East West Seed, kuhudumiwa ni wajibu wake, kwa maana ya kumtembelea shambani kuanzia hatua ya kwanza, maandalizi ya shamba, jinsi ya kusia hiyo mbegu mpaka mavuno. Na tuna connection pia na mabrokers au hawa wanunuzi, madalali kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo inawezekana mpaka masoko tukakusaidia utakapokuwa umelima Maya F1. Yeah. Kwa hiyo hamuishi kuuza mbegu tu, mnaendelea kuconnect na mkulima mpaka mwisho wa atakaposema nataka nipeleke huku, nyie mnasema haya. Yes, na kama nilivyokuambia tuna vitengo katika department yetu, tuna vitengo kwa maana ya maafisa masoko, hao wanahusika na kuuza mbegu madukani na kadhalika. Lakini pia kuna kitengo cha maafisa kilimo ambapo tupo sisi ni kwa ajili ya kutoa elimu kwa wakulima ili waweze kunufaika. Na bila shaka mnawafuatilia hadi shambani. Tunawafuatilia hadi shambani, na huduma hii huwa ni bure. Kwa maana tukiwa tunaanza kuanzia kupima udongo, kumshauri alime sehemu gani, jinsi ya kusia, mbolea zote ili Maya ifanye vizuri, madawa yote ili Maya ifanye vizuri. Lakini pia hata atakapokuwa amevuna tutamuunganisha na wanunuzi ili aweze kupata kipato kizuri. Kwa hiyo kampuni ilikuja kuhakikisha kilimo cha mboga na matunda kinapiga hatua, na hilo tunashukuru Mungu, kwa kweli tumeendelea kulifanyia kazi vizuri sana. Nadhani swali bwana huyu anauliza swali ambalo nataka kuamini kwamba kama angekuwa anatumia mbegu kutoka East West Seed, ili swali wala lisingekuwa shida kwake. Anasema anaitwa Magobo Masala, yuko Idara Nzega. Samahani kidogo, niko na swali. Mimi nimelima sasa hivi kabeji, lakini zinakufa na kunyauka zenyewe tu, alafu ninamwagilia maji mengi sana. Hapo shida nini mtaalamu? Asante. Hayo matatizo yapo na kama anavyosema, kwanza nadhani unajua kilimo ni kama mgonjwa. Unapokuwa umemuona ndivyo unavyoweza kumhudumia. Bahati mbaya zaidi watu wamekuwa wakijua kwamba anaweza akakupigia simu tu akakwambia hivi na ukaelewa. Lakini kwa nilivyoelewa kwa uzoefu wangu ni kwamba inawezekana zinanyauka pale chini ya shina. Huo ugonjwa unaitwa dumping off, na dumping off ni aina fulani ya fungus ambayo huwa wako ardhini wanaoitwa Pythium. Kwa hiyo kuna dawa ambazo huwa tunapiga kabla haujapanda mmea wako, ambazo tunatumia dawa zenye mancozeb pamoja na metalaxyl kwa ajili ya kukinga. Lakini pia umwagiliaji wa maji kupita kiasi ni changamoto, kwa sababu ni kweli mmea unahitaji maji ili ukue, lakini ukimwaga maji mengi haulazimishi mmea kuchukua yale maji yote. Kwa hiyo ni bora ukamwaga maji machache na umwage taratibu, yani umwage mara nyingi, lakini umwage maji ya kawaida, kwa sababu mmea ukishafikia level yake ya kuchukua maji unaoyahitaji
hayo maji mengine yatabaki, na kisha baki yana uwezo wa kuleta unyevu mwingi, na unyevu ukishakuwa mwingi pale ile mizizi haiwezi kupumua. Na kama mizizi haiwezi kupumua, ujue haitakuwa na uwezo wa kuchukua chakula na kadhalika, yani inakuwa ni kama unainyonga. Kwa hiyo matatizo hayo ya mmea kunyauka yana uwezo wa kutokea.